Naomba nizungumzie hali ya kisiasa na demokrasia hapa nchini. Hali ya siasa na utekelezaji wa demokrasia hapa nchini imeendelea kuimarika, na hii ni kutokana na maboresho ya mifumo na jitihada mbalimbali za makusudi zinazofanywa na serikali yetu. Moja ya jitihada hizo ni marekebisho ya sheria mbalimbali kwa lengo la kuimarisha utawala wa demokrasia hapa nchini. Aidha, bunge lako tukufu lilitunga sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, vile vile sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 2 ya mwaka 2024, na kufanya marekebisho ya vyama vya siasa sura ya 258. Serikali kwa upande wake tayari imeshakamilisha utungaji wa kanuni za sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, kadhalika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kufanya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuratibu na kusimamia uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Hadi Machi 2025, uboreshaji wa awamu ya kwanza umekamilika katika mikoa yote Tanzania bara na Zanzibar, na maandalizi ya awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura yanaendelea. Nitumie nafasi hii kutoa rai kwa wananchi wote wenye sifa kujitokeza kuhakikisha kwamba taarifa zao kwenye daftari kabla ya kuhitimishwa na awamu ya pili ya uboreshaji inaendelea. Katika hatua nyingine, hadi kufikia Machi 2025, serikali imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 13.17 kwa vyama vyote vya siasa vyenye sifa ya kupata ruzuku. Hatua hiyo imeendelea kusaidia kuimarisha na kuendeleza uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa. Sambamba na hilo, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kupitia baraza la vyama vya siasa imetoa mafunzo kwa viongozi na watendaji wa vyama vya siasa ili kukuza uelewa na uendeshaji wa vyama vya siasa, huku tukielekea kwenye uchaguzi ambao utafanyika mwaka huu wa 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie uratibu wa shughuli za serikali hapa bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa 2024-25 ofisi ya bunge imeendesha mikutano mitatu ya bunge, yaani mkutano wa 16, wa 17 na mkutano wa 18. Na katika mikutano hiyo jumla ya maswali ya msingi 546 na maswali ya nyongeza 1725 yaliulizwa bungeni na kupatiwa majibu na serikali, na maswali 25 ya papo kwa papo yaliulizwa na kujibiwa na waziri mkuu. Taarifa kuhusu miswada, maazimio ya bunge na aina maswali yaliyoulizwa yote yanapatikana kwenye aya 184 ya hotuba yangu, na tumeweka pia kwenye vishikwambi. Ulinzi na usalama. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na utulivu wa kisiasa hapa nchini, hali ya usalama na amani imeendelea kuimarika nchini kwetu, na katika mipaka yote kwa Tanzania imeimarika, na maeneo yote yanayohusu eneo la nchi kavu na eneo la maji nako pia tumeimarisha. Ninavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa jitihada zao kubwa zinazoendelea kuichukua ili kuhakikisha kwamba hali ya ulinzi na usalama, amani na utulivu ndani ya nchi vinaendelea kuimarika hapa nchini. Jitihada hizo zimechangia kuleta sifa ya kidiplomasia nchi yetu na kukuza shughuli za kiuchumi na kijamii ndani ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26 serikali itaendelea kuimarisha jeshi la ulinzi kwa kulipatia zana na vifaa vya kisasa pamoja na kushiriki katika misheni za kikanda na kimataifa katika masuala ya ulinzi na amani. Pia itaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa wafungwa na mahabusu kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, kuendelea kuzuia makosa na jinai na kuimarisha huduma za jeshi la polisi, kuendelea kutosheleza vitendea kazi, kujenga na kukarabati miundombinu ya jeshi la zimamoto na uokoaji, na kuendelea kuboresha miundombinu ya mfumo wa uhamiaji kwa kuzingatia viwango vya teknolojia ya kisasa. Maelezo zaidi kwenye eneo hili kuhusu ushiriki wa vyombo vyetu katika operesheni za ulinzi na amani na ulinzi, mafunzo ya ukakamavu kwa vijana, usalama wa raia, hali ya wafungwa, tahadhari dhidi ya moto,
huduma za ukazi na utambulisho yanapatikana katika aya 186 hadi 198 ya hotuba yangu, na tumeweka pia kwenye vishikwambi. Masuala ya kazi na wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutambua umuhimu wa wafanyakazi katika kutoa huduma kwa wananchi. Aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya kufanyia kazi. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya ushirikiaji maslahi ya wafanyakazi, kuwajengea uwezo pamoja na kuwapatia vitendea kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mifumo, serikali imefanya maboresho ya sheria za ajira na uhusiano kazini sura 366, sheria ya taasisi za kazi sura 300 na sheria ya usimamizi wa ajira za wageni sura 436 ili kukidhi mahitaji ya sasa. Moja ya marekebisho makubwa yaliyofanyika ni pamoja na kuboresha haki ya likizo ya uzazi kwa mama aliyejifungua mtoto njiti. Hivi sasa likizo ya uzazi ya mama atakayejifungua mtoto njiti itaanza baada ya mtoto kufikisha wiki 40 badala ya wiki 36 iliyokuwepo hapo awali. Mheshimiwa Spika, vile vile imeandaa mfumo wa kielektroniki OCMS unaolenga kuimarisha shughuli za tume ya usuluhishi na uamuzi unaohusiana na migogoro ya kikazi kwa njia ya kidigitali. Mfumo huo utarahisisha usimamizi na uendeshaji wa mashauri ya kupunguza muda wa gharama na vifo na hivyo kuongeza ufanisi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, kadhalika katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025 serikali imepandisha vyeo watumishi 290,625 wa kada mbalimbali, lakini pia imelipa fedha kiasi cha shilingi bilioni 130.4 kwa watumishi wa umma 100,684 waliokuwa na madai mbalimbali serikalini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2025/26 serikali itafanya kaguzi 350,000 katika maeneo 25,000, kupima afya za wafanyakazi 400,000 na kutoa mafunzo kwa waajiri na wafanyakazi wajasiriamali wapatao 40,000. Maelezo ya ndani kabisa kuhusu hatua za kupunguza migogoro kazini, kaguzi zilizofanywa, vibali vilivyotolewa vya ajira kwa wageni na usalama na afya mahali pa kazi yanapatikana kwenye aya ya 200 hadi 204 kwenye hotuba yangu na kwenye vishikwambi tulivyowapa. Maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa maendeleo ya vijana, serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki ili waweze kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo, waweze kujipatia pia ajira na kujikwamua kiuchumi. Katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali imezindua sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la 204 pamoja na mkakati wake. Sera hiyo imezingatia mazingira ya mahitaji ya vijana ikiwemo elimu, ujuzi, uvumbuzi na ubunifu kwa vijana. Vijana na mapinduzi ya kidigitali nayo imezingatiwa. Ajira kwa vijana nayo imechukuliwa kwa umuhimu wake, na ushiriki wa vijana katika sekta ya kijamii na kiuchumi nayo imeendelea kuimarishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka 2025/26 serikali itatekeleza programu za stadi za maisha, malezi na makuzi na utaratibu wa maendeleo ya vijana na kuendelea kuhamasisha vijana kushiriki kamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi ili kuwawezesha kujipatia ajira na kuinua kipato chao wakati wote. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuzungumzia huduma kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuboresha utoaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha jamii ya watu wenye ulemavu inaishi katika mazingira salama na kushiriki katika shughuli za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Waheshimiwa wabunge, kama mnavyofahamu, serikali imezindua mpango kazi wa taifa wa ustawi wa haki kwa watu wenye ualbino kwa mwaka 2024/25 mpaka 2028/29. Mpango kazi huo unaainisha hatua zinazohitajika katika kuzuia, kukabiliana na kutokomeza kabisa ukatili kwa watu wenye ualbino. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali ilizindua mkakati wa taifa wa teknolojia saidizi wa mwaka 2024 mpaka 2027 ambao unatoa mwongozo wa kimkakati kwa sekta zote
kuweka mazingira wezeshi ili kila Mtanzania mwenye uhitaji wa teknolojia saidizi aweze kupata kwa wakati na kwa gharama nafuu. Aidha, serikali zindua kazindata na mfumo wa taarifa za watu wenye ulemavu unaotokana na matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ambao utawezesha matumizi ya takwimu ya sensa katika kutayarisha programu za kuwawezesha na kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu. Kuweza uwezo huo ni wa kutumia fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali pia na wadau wa maendeleo katika kujiendeleza kiuchumi, kijamii na kimazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha ujao wa 2025/26 serikali yetu itaendelea kuratibu na utoaji huduma kwa watu wenye ulemavu, na hasa katika kuboresha na kutekeleza sera, sheria, mikakati na mipango mbalimbali ya kitaifa, kikanda na kimataifa inayolenga kuwawezesha watu wenye ulemavu kuweza kumudu kufikia malengo yao kiuchumi, kijamii na kisiasa kwa kuimarisha ushiriki wao katika nyanja zote. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie huduma za kinga ya jamii. Huduma ya kinga ya jamii imekuwa na mchango mkubwa kwenye uchumi pamoja na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Huduma hiyo imekuwa ikitolewa kwa wananchi ambao watumishi walioko kazini, waliostaafu na kaya zile maskini. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Februari 2025 huduma imetolewa kwa wananchi wasiopungua 1,16,506,583 kwa huduma za kinga ya jamii ya uchangiaji na isiyo na uchangiaji. Aidha, serikali imeendelea na mfumo wa uratibu wa kinga ya jamii ambao utarahisisha uratibu na utekelezaji wa afua ya kinga ya jamii kwa kuwaleta pamoja wadau wanaohusika katika masuala ya kinga ya jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuboresha na kusimamia programu na mkakati mbalimbali ya kinga ya jamii nchini, ikiwemo kulipa mafao ya wastaafu kwa wakati na kutoa elimu ya mpango wa kinga ya jamii ya wananchi hususani kwenye sekta isiyo rasmi. Maelezo zaidi ya nyongeza ya kima cha pensheni, utendaji wa mifuko ya hifadhi ya jamii, mifuko ya fidia kwa wafanyakazi na usajili wa wanachama yanapatikana katika aya 213 hadi 216 ya hotuba yangu, na kwenye vishikwambi pia tumeweka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, na nikianza na mpango wa kunusuru kaya maskini unaosimamiwa chini ya taasisi yetu ya TASAF. Serikali inaendelea kutekeleza mpango huo kwa kunusuru kaya maskini awamu ya 3 kwa maeneo yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Katika mwaka wa fedha 2024/25 jumla shilingi bilioni 106.3 zimehamishiwa kwa kaya za walengwa 926,054. Vile vile serikali imeboresha mfumo wa malipo kwa kaya za walengwa 428,570. Mfumo unaotumika sasa ni wa malipo ya kielektroniki, ambapo baada ya kujisajili kaya hizo malipo yao ya fedha hutumwa moja kwa moja kupitia mitandao ya simu na benki ambako wamefungua account. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuwezesha wananchi kiuchumi na kuzihudumia kaya za walengwa zisizokuwa kwenye mpango wa kupitia utoaji wa ruzuku ili ziweze kukidhi mahitaji yao ya msingi, lakini pia kutoa fursa za ajira kwa muda kwa kaya za walengwa ili kuongeza kipato cha kushiriki katika kufanya kazi katika miradi iliyoibuliwa na jamii husika, na kuendeleza kutoa mikopo kwa vikundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupitia mfuko wa 10% ulioko kwenye majiji, halmashauri za miji na wilaya. Maelezo zaidi ya uwezeshaji wa kaya lengwa, mifumo ya kielektroniki ya utoaji mikopo ya 10%, thamani ya mikopo yenyewe iliyotolewa pamoja na manufaa yake tumeyaweka katika aya ya 219 hadi 222 ya hotuba yangu, lakini pia tumeweka kwenye vishikwambi vyenu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Ni ukweli usiopingika kuwa mipango ya muda mfupi, wakati na mrefu ni muhimu kwa mwelekeo wa nchi. Kwa msingi huu, serikali iliendelea kufanya maandalizi ya Dira ya Taifa Maendeleo kufikia mwaka 2050.
ambayo itatoa mwongozo na mwelekeo wa maendeleo ya nchi kwa kipindi cha miaka 25 ijayo. Mchakato wa maandalizi ulihusisha kukusanya maoni ya wadau mbalimbali pamoja na wananchi na hatimaye kukamilisha rasimu ya dira 2050 iliyozinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Naibu Spika, rasimu hiyo imezingatia ukuaji wa uchumi utakaofungamanishwa na sekta za uzalishaji, uimarishaji wa sekta binafsi na kuimarisha uwekezaji na usimamizi katika mashirika ya umma. Sambamba na dira hiyo, serikali imeanza maandalizi ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-2027 ambao utakuwa mpango wa kwanza katika utekelezaji wa dira 2050 na mpango wa miaka mitano wa mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2030-2031. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie mapambano dhidi ya rushwa. Rushwa ni adui wa haki. Kutokana na ukweli huo, serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa ili kuhakikisha kunakuwa na usawa katika kutoa na kupokea huduma pamoja na kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hatua za serikali zinalenga kuimarisha eneo la uzuiaji rushwa ili kudhibiti vitendo hivyo kabla ya wakati havijafanyika katika maeneo ya kutolea huduma. Hatua za udhibiti zinazotekelezwa sambamba na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya rushwa yanaendelea kutekelezwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2025-2026 serikali itaendeleza mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Kipaumbele kitaweka katika utoaji wa elimu kwa umma juu ya madhara ya rushwa, kuchambua na kubainisha maeneo yanayohitajika kuimarishwa kwenye mifumo ya utendaji kazi na utoaji huduma, na kuendeleza uchaguzi na kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wa makosa ya rushwa. Taarifa zaidi na hatua zinazochukuliwa katika mapambano dhidi ya rushwa na taarifa nyingine ya Transparency International tumeiweka kwenye aya ya 227 na aya 200 mpaka 228 ya hotuba yangu, na kwenye vishikwambi pia tumeiweka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie tatizo la matumizi ya biashara ya dawa ya kulevya hapa nchini. Tatizo la matumizi ya biashara na dawa ya kulevya nchini na duniani kwa ujumla limekuwa likiongezeka na kusababisha athari nyingi kwa wananchi, hususani kwa kundi la vijana. Hivyo basi, udhibiti wa dawa za kulevya ni muhimu ili kulinda vijana ambao ni nguvu kazi yetu ya taifa inayoathirika zaidi. Pia ni muhimu katika kuongeza afya ya jamii kwa kupunguza uraibu na matumizi ya dawa ya kulevya, lakini vile vile kuongeza amani na usalama kwa kupunguza uhalifu pamoja na kuimarisha sifa ya taifa letu kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali katika mwaka wa fedha 2025-2026 itaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha malengo ya kudhibiti na kutokomeza dawa za kulevya yanafikiwa kwa kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya, kupunguza madhara yanayosababishwa na utumiaji wa dawa za kulevya, kutekeleza afua za kupunguza upatikanaji wa dawa za kulevya nchini na kuboresha ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Taarifa kuhusu mafanikio katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya na mashamba ya bangi yaliyoteketezwa inapatikana katika aya ya 231 mpaka 232 ya hotuba yangu kwenye vishikwambi pia nako pia tumeweka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie uratibu wa maafa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi za kuhakikisha kuwa shughuli za kuzuia, kujiandaa, kukabili na kurejesha hali kutokana na maafa zinatekelezwa tena kikamilifu. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya kisera kwa kufanya maboresho yanayolenga kuboresha ufanisi katika usimamizi wa maafa nchini. Tayari serikali imekamilisha mapitio ya sera za taifa ya usimamizi wa maafa ya mwaka 2004 na kutoa toleo jipya la sera hiyo la mwaka 2024. Aidha, imeandaa mipango ya kujiandaa na kukabiliana na maafa pamoja na mikakati ya kupunguza vihatarishi vya maafa kwenye halmashauri za Kibiti, Monduli, Simanjiro na Longido. Mipango hiyo itasaidia halmashauri husika kujiandaa kukabiliana na maafa pindi yatakapotokea.
Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali kwa kushirikiana na wadau imetekeleza programu ya urejeshaji hali kwa kujenga nyumba 109 katika zoezi la Warit, eneo la Warit, wilaya ya Hanang, kutokana na athari za maporomoko ya udongo yaliyotokea mwaka 2023. Nyumba hizo tayari zimekabidhiwa kwa walengwa. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru wadau wote walioshiriki katika kukabiliana na kurejesha hali kule Hanang kutokana na maafa yaliyojitokeza. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi kijacho cha mwaka wa fedha 2025/26, serikali itaendelea kuweka mikakati ya kukabiliana na maafa kwa kuendelea kutumia tafiti na taarifa za kisayansi zinazotoa viashiria vya kutokea kwa maafa katika maeneo mbalimbali. Kutoa elimu na utayari wa kukabiliana na maafa nako pia tutaimarisha kwa wananchi, kuimarisha vitengo vya uokoaji pamoja na kamati za uratibu wa maafa kutoka ngazi za vijiji, kata, halmashauri mpaka mikoa, na maelezo zaidi kwenye operation za maafa ambazo zimefanywa. Maandalizi yanayotokana na tafiti tumeyaweka kwenye aya ya 235 ya hotuba yangu kwenye vishikwambi vyetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie uratibu wa masuala ya lishe. Maendeleo ya taifa lolote pamoja na mambo mengine yanahitaji uwepo wa watu wenye nguvu, ambao ni nguvu kazi, wenye afya njema na wanaopata lishe bora ili kuwawezesha kufanya kazi zao kwa bidii na tija. Rasilimali watu imara ndio msingi wa kuzalisha kwa tija na kupunguza umaskini. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kutekeleza mpango jumuishi wa pili wa taifa wa lishe. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutekeleza mpango jumuishi wa pili wa kitaifa wa masuala ya lishe wa mwaka 2021-22 hadi 25-26. Tutafanya tafiti mbalimbali za kisayansi kuhusu masuala ya lishe. Tutaratibu vikao vya majadiliano na kushirikiana na wadau mbalimbali wa lishe na kuimarisha mazingira wezeshi ili kuwezesha wadau katika ngazi zote kwa nafasi zao washiriki kamilifu katika utekelezaji wa afua za lishe. Taarifa zaidi za tafiti za lishe tumeiweka kwenye aya ya 239 ya hotuba yangu na kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie kwa kifupi juu ya mazingira. Serikali imeendelea kuweka msisitizo kuhusu swala la uhifadhi na utunzaji wa mazingira kwa kutoa tathmini ya kina ya hali ya mazingira nchini. Tathmini hiyo imefanyika katika maeneo makuu ikiwemo rasilimali za maji, mifumo teknolojia ya ardhi oevu, kilimo, misitu na wanyamapori na mabadiliko ya tabia nchi. Na tathmini hiyo imebaini uwepo wa mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na athari zake katika ustawi wa binadamu na mazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025/26 serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya hifadhi ya usimamizi wa mazingira ili kukabiliana na changamoto za hifadhi ya mazingira pamoja na kufanya ufuatiliaji wa tathmini ya utekelezaji wa mazingira pamoja na kufanya ufuatiliaji wa tathmini ya utekelezaji wa program za uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Taarifa zaidi za mazingira na uhifadhi wake na usimamizi wa mazingira tumeweka kwenye aya 242 kwenye hotuba yangu na kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba tuzungumzie kwa kifupi uchumi wa bluu. Serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa sera ya uchumi wa bluu ya mwaka 2024 pamoja na mkakati wake. Hapa lengo ni kuboresha mfumo wa uratibu ili kuwezesha rasilimali na fursa za maji kuwa zinachangia kikamilifu katika pato la taifa na kuongeza fursa za ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka uliopita 2024-25 mkazo ulioweka katika ukuaji wa sekta mbalimbali zenye manasaba na uchumi wa bluu ikiwemo uvuvi, uchukuzi, maji, nishati, madini, maliasili na utalii. Shughuli zinazotekelezwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya uvuvi, ukuzaji, uzalishaji wa samaki pamoja na biashara mazao ya uvuvi, kufanya marekebisho ya miundombinu ya usafirishaji majini na huduma za bandari katika ukanda wa bahari ya Hindi na maziwa makuu. Vile vile kufanya utafiti wa uendelezaji wa mafuta na gesi asilia, kukuza utafiti na swala utalii pia kwa bahari pamoja na kuendeleza uchimbaji wa madini bahari pamoja na kilimo cha baharini, hivyo kuchochea maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha ujao 2025/26 serikali itaendelea kutekeleza na kuimarisha uratibu wa shughuli za uchumi wa bluu kwa kuhamasisha matumizi ya maeneo ya maji, uwekezaji wa kimkakati na fungamanishi katika matumizi ya rasilimali za uchumi wa bluu, uzingatiaji wa masuala mtambuka katika utekelezaji wa shughuli za uchumi wa bluu
na utafiti katika matumizi ya rasilimali za uchumi wa bluu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie kwa kifupi pia swala muungano. Serikali imeendelea kuratibu vikao vya kamati za pamoja kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa ajili ya kushughulikia masuala ya muungano katika mwaka wa fedha 2024/25. Vikao viwili vya kujadiliana masuala ya muungano vilifanyika, na kupitia vikao hivyo ilifanyika pia tathmini ya utekelezaji wa maagizo ya kamati ya pamoja kwa ajili ya kushughulikia masuala ya muungano. Mheshimiwa Naibu Spika, sote tunafahamu kwamba tarehe 26 Aprili 2025 kwa maana ya mwaka huu, mwezi huu, nchi yetu itaadhimisha miaka 61 ya muungano wetu. Maadhimisho haya, sherehe za muungano za mwaka huu, yatafanyika katika mikoa yote yakiongozwa na viongozi wakuu wa serikali. Viongozi hao pamoja na masuala mengine watajumuika na wananchi katika shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Nitoe rai kwa wananchi wote kushiriki maadhimisho haya ili kuendelea kuenzi muungano wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itahakikisha kwamba hoja za muungano zilizopo na zitakazojitokeza zitashughulikiwa kikamilifu. Vile vile itaendelea kutekeleza miradi ya programu mbalimbali ya maendeleo kwa lengo la kudumisha na kulinda muungano wetu. Maelezo zaidi juu ya programu za maendeleo za muungano wetu ambazo zinatekelezwa na pande zote mbili za muungano yanapatikana kwenye aya 248 kwenye hotuba yetu, na tumeweka pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee na machache yaliyobaki ikiwemo na ushirikiano wa kikanda na kimataifa juu ya uhusiano wa kimataifa na kikanda. Mheshimiwa Naibu Spika, uhusiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi nyingine, jumuiya za kikanda na kimataifa umeendelea kuimarika. Nchi yetu imeendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika kutekeleza majukumu ya kidiplomasia kwa mujibu wa katiba ya nchi, sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali imeshiriki kamilifu katika shughuli za kimataifa ikiwemo mkutano wakuu wa nchi tajiri duniani wa kundi la G20 uliofanyika Rio de Janeiro, Brazil, mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP29, mkutano wa 79 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliofanyika New York nchini Marekani, mkutano wa 27 wakuu wa nchi za serikali wa Jumuiya za Madola CHOGM 2024, mkutano wa 46 wa kamati ya urithi wa dunia wa UNESCO uliofanyika New Delhi, India, na mkutano wa 68 wa shirika la kimataifa la nguvu za atomu IAEA uliofanyika Vienna, Austria. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mwanadiplomasia nambari 1 nchini kwa kutoa kipaumbele cha kuifungua nchi yetu kwenye nyanja za kidiplomasia, kiuchumi na kisiasa, na hasa katika medani za kimataifa. Katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuratibu ziara za kimkakati za viongozi wakuu wa kitaifa nje ya nchi na ziara za viongozi wakuu wa mataifa mengine pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa kuja hapa nchini kwetu. Maelezo zaidi kuhusu eneo hili, mikutano iliyoratibiwa na serikali pamoja na mapitio ya sera mambo ya nje yanapatikana katika aya ya 233 hadi 257 kwenye hotuba yangu, lakini pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa nizungumzie habari, sanaa, utamaduni na michezo. Nianze na habari. Mheshimiwa Naibu Spika, sekta ya utangazaji ni muhimu sana katika dunia ya sasa na kidijitali, ambako upashanaji wa habari umekuwa ni msingi wa ukuzaji wa uchumi kwa kuwa chachu ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kutokana na ukweli huo, serikali yetu imedhamiria kuhakikisha kuwa sekta ya habari nchini inaboreshwa ili kuongezea wananchi fursa ya kupata habari kwa kuongeza uwigo wa upashanaji habari. Maelezo kuhusu usikivu wa matangazo ya redio na television, mkakati wa kukuza lugha ya Kiswahili na kazi za sanaa yanapatikana zaidi katika aya 261 hadi 267 ya hotuba yangu
hii iko pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kufanya maandalizi ya mashindano ya CHAN yanayotarajiwa kufanyika nchini Agosti mwaka huu 2025 na mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika nchini mwaka 2027. Hatua za maandalizi zinatekelezwa ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya viwanja vya michezo, na tayari nimepata nafasi ya kufanya ukaguzi wa viwanja kule Zanzibar na hapa nchini, na hatua tuliyofikia ni mzuri na inaridhisha. Maelezo zaidi juu ya ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo tumeyaweka kwenye hotuba aya ya 269 hadi ya 270 na inapatikana pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, vile serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuendeleza michezo hapa nchini pamoja na kuviwezesha vilabu vyetu kushiriki katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Katika mwaka 2024 serikali ilitoa shilingi bilioni 1.58 kwa ajili ya kuwezesha shiriki za timu zetu katika mashindano mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada hizo zimewezesha kuimarisha kwa ubora wa michezo, hususan ligi ya ndani ya mpira wa miguu ambayo kwa sasa ina ubora wa ngazi ya 4 barani Afrika, ambapo ushindani mkubwa unaonekana kwa timu zinazowania ubingwa wa ligi hiyo ikiwemo na Young African vinara, mabingwa wanaomalizia msimu, Simba Sports Club, Azam Sports Club, Singida Big Star na Tabora United. Lakini vile tumeshuhudia timu ya Simba ikiendelea kuiwakilisha nchi yetu katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali, na timu ya taifa ikiendelea kuwania nafasi ya kufuzu mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuitakia heri timu ya Simba Sports Club katika mchezo wake wa marudiano leo hii saa 10 jioni uwanja wa Taifa wa Mkapa Stadium, ili iweze kufanya vema na kufuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu leo wa Tanzania tutafurahi. Kadhalika ninaitakia kila laheri timu yetu ya taifa almaarufu Taifa Stars katika michezo yake iliyobaki iweze kushinda na kuwa na nafasi ya kufuzu na kushiriki michuano hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, kwa kuendelea kuwa chachu ya mafanikio katika sekta ya michezo hapa nchini. Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa akitoa hamasa kubwa katika sekta ya michezo pamoja na kuhamasisha wadau mbalimbali kuchangia timu zetu ili ziweze kufanya vizuri. Mafanikio makubwa yamepatikana katika michezo, hasa mpira wa miguu kupitia mpango wa goli la mama, hamasa kwenye mchezo wa ndondi ambao pia na wenye umeanza kuchukua nafasi kubwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26 serikali itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya Arusha na Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027, kuratibu ukuzaji na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili kitaifa na kimataifa, kuratibu maadhimisho ya kitaifa ya kikanda siku ya Kiswahili duniani pamoja na makongamano ya Kiswahili na wadau. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie na ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa nitumie nafasi hii kutoa msisitizo kwenye maeneo haya yafuatayo. Moja, kukamilisha maandalizi ya dira taifa ya maendeleo, kuhakikisha kwamba wananchi na viongozi wanapata muda wa kutoa mchango wao wa kutosha katika kujadili na kutoa maoni pamoja na kuzingatia maoni hayo katika rasimu ya dira. Lakini pili, maafisa masuhuli wa wizara, idara zinazojitegemea, wakala na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania
waendelee kuimarisha juhudi za ukusanyaji mapato ili kuongeza uwezo wa taifa letu kujitegemea, pamoja na kubana matumizi katika maeneo yasiyokuwa ya lazima katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Tatu, nitoe rai kwa wananchi kujitokeza katika zoezi la uandikishaji wa daftari la mpiga kura na kuzingatia maelekezo yanayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nne, ni wasihi viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, mashirika yasiyokuwa serikali na viongozi wote kuendelea kuhamasisha wananchi wote kuzingatia amani na utulivu wakati wa uchaguzi mkuu ujao, lakini pia kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi huo ili kuchagua viongozi wanaotaka walioomba nafasi za uongozi kwenye taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie kwa kuwashukuru Watanzania wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali yetu ya awamu ya 6 pamoja na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sina shaka nyote mtakubaliana na mikuwa Mheshimiwa Rais ni kiongozi shupavu, mwenye maono na mpenda haki. Niwaomba Tanzania wote tuendelee kumwombea dua ili aweze kuwa na afya njema na aweze kutimiza majukumu yake ya kuliongoza taifa hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimshukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, lakini pia wewe mwenyewe Mheshimiwa Naibu Spika, kiongozwa wakiwemo wenye viti wa Bunge, wenye viti wa kamati ya kudumu ya Bunge na waheshimiwa wa Bunge wote. Hakika ushauri wenu umeiwezesha serikali yetu kutekeleza majukumu yake ipasavyo, na katika kipindi cha uhai wa bunge hili tumepata ushauri wa kutosha ambao umekuwa chachu katika maendeleo tunaendelea kuyahudumia na katika kipindi cha serikali hii ya awamu ya 6. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naingia kwenye eneo muhimu ya makadirio ya mapato matumizi ya fedha ya ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi hii ya Bunge kwa mwaka huu wa 2025-26. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka 2025-26 ofisi ya Waziri Mkuu na taasisi zilizo chini yake inaliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 595 milioni 291 laki 624,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 183 milioni 821,000 na 10,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 411 milioni 470 laki 614,000 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 186 milioni 793 laki 685,000 kwa ajili ya mfuko wa bunge letu. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 174 milioni 960 laki 303,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 11,793 laki 382,000 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Hotuba hii unaweza pia kuiskani kutoka kwenye QR code ambayo inaonekana kwenye skrini yetu ili uweze kupata hotuba yote na maeneo yote kwa marejeo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa kutoa hoja. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetoa hoja na hoja imeungwa mkono.